Bwana, mchezo baina ya Simba Sports Club wakiwa ugenini dhidi ya Azam umemalizika kwa sare tasa. Sasa mimi kwa nafasi yangu nataka tujaribu kuyaangalia matukio matatu makubwa yaliyotokea katika huu mchezo. Mawili ambayo yalitokea kwa upande wa Azam FC, lakini moja ambalo lilitokea kwa upande wa Simba Sports Club ambayo pengine yangeamuliwa tofauti. Huenda tukiweza kuona matokeo tofauti katika ubao wa matokeo mwisho wa mchezo huu. Kwanza kuna matukio mawili ya offside ambayo yaliashiriwa na mshika kibendera dhidi ya Idi Selemani Nado. Hapa tuniweke bayana kwamba hakuna offside hata moja pale. Yaani kuna tukio moja ambalo ndo dhahiri zaidi unaweza ukaliona hapo. Yaani hiyo kiukweli kabisa ni makosa makubwa kwa mtu ambaye anashika kibendera kwenye level ya ligi kuu kuweza kuashiria kwamba hilo ni tukio la mchezaji ambaye ameotea mwisho wa siku. Ni makosa makubwa kwa sababu ni wazi mchezaji anaonekana yuko onside kwenye hilo tukio. Tukio la pili ni tukio ambalo bado ukijaribu kulitizama inaonekana kuna wachezaji si mmoja wa Simba lakini wawili ambao wanaiua offside kwa upande wa Idi Selemani Nado. Kwa uchache hata ukitaka kuiangalia kwa namna yoyote unavyotaka wewe tukio hilo, bado kwa uchache hao wachezaji wanakuwa wako sawa. Yaani hakuna namna yoyote ambayo Idi Nado anakuwa amewazidi walinzi wa Simba kwenye tukio hilo. Hapo amezidiwa, lakini kama utapata tabu kuona ni kwa kiasi gani anazidiwa, basi yuko sawa na hao walinzi. Na siku zote kwenye sheria za FIFA pakishakuwa na mashaka kwamba mshambuliaji amezidi au yuko sawa na walinzi, basi kikawaida mwamuzi ama mshika kibendera anapaswa kuwapa faida wale wanaoshambulia. Yaani ukiwa huna uhakika kwamba mchezaji ameotea au yuko sawa sawa, unaamini hajazidi lakini huna uhakika sana kama amezidi au yuko sawa sawa au iko vipi, yaani pakishakuwa na shaka kidogo kuhusu position ya mshambuliaji, basi kwa mujibu wa FIFA unapaswa kuwapa faida wale wanaokuwa wanashambulia. Kwa hoja hiyo, Azam walipaswa kupewa faida ya kuwa ni mchezo ambao umekuwa hai kwa Idi Nado kupokea mpira na shambulizi kuendelea mwisho wa siku. Tuje kwenye tukio la tatu na la mwisho. Tukio la tatu na la mwisho na pengine tukio kubwa zaidi ambalo lenyewe lilitokea kwa upande wa Simba Sports Club ni tukio la mkwaju wa penati ambalo lilikuwa linaonekana kwamba pengine lingeweza kutolewa kwa Libase Gay ambaye alikuwa ameonekana kuwa amekutana na mguu wa mtu anayeitwa Yeson Fuentes Mendoza. Kwanza tukianza na namna tukio linapokwenda, kwenye namna ambavyo Yeson Fuentes Mendoza anaanza kuweka mkono wake mbele ya Libase Gay, ni wazi hakuna shaka yoyote kwamba hakuna kitu chochote hapo. Hiyo ni contact ya kawaida, ni mkono ambao unajaribu kutengeneza obstruction, na tangu hapo mpira ni mchezo wa migusano. Kwa hiyo kuguswa kama hivyo kwa mshambuliaji ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, na mwisho wa siku hata mkono wa Libase Gay kama unavyoweza kuona hapo, na wenyewe pia unatoka katika kujaribu kutengeneza mazingira ya kujihami mwisho wa siku. Kwa hiyo ni 50-50 contact, ni mgusano wa kawaida, ni mgusano wa kimpira ambao hauna shida yoyote. Kitu ambacho kinakuja kunambia kwamba hili tukio lilipaswa kuwekwa kama ni mkwaju wa penalti halali kwa upande wa Simba ni mguu wa kulia wa Yeson Fuentes Mendoza ambao unakwenda kuugonga kwa nyuma mguu wa kulia wa Libase Gay. Ile ni contact ambayo mara baada tu ya kufanyika unaweza kuona moja kwa moja Libase Gay anakwenda chini, na hakuna namna yoyote ambayo Yeson Fuentes alikuwa na nia wala alikuwa anakaribia kuucheza ule mpira mwisho wa siku. Kwa hiyo hilo tukio la mguu wake yeye Yeson Fuentes Mendoza kuugonga kwa nyuma mguu wa Libase Gay ndiyo eneo ambalo kwangu mimi linaniambia kwamba hii ilipaswa kuwa ni penalti ya wazi kabisa. Sio kwenye mgusano wa awali, sio kwenye ule mkono uliotoka, hakukuwa na shida yoyote pale. Ni mara baada ya mguu wake kuugonga mguu wa Libase Gay ndipo unamwona Libase Gay anakwenda chini mwisho wa siku. Kwa hiyo inapaswa itoshe kukwambia kwamba mchezaji anaanguka mara baada ya hiyo contact kutokea, na ni wazi mlinzi hakuwa na nia wala hakuwa anakaribia kuucheza huo mpira mwisho wa siku. Kwa hiyo ilikuwa ni penalti halali ambayo mwisho wa siku Ahmed Rajiga alishindwa kuiamua kiusahihi kwa faida ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ni wazi kwenye mchezo wa leo kumekuwa kuna makosa makubwa kutoka kwa mshika kibendera, lakini pia hata kutoka kwa mwamuzi wakati kwenye kuamua kiusahihi matukio muhimu ya kushambulia ambayo yangeweza kuzipa faida Azam pamoja na Simba kwenye mchezo wa leo na hata kwenye matokeo ya mwisho kwa ujumla.